Habari za muda huu mabibi na mabwana. Endelea kuwa nami Saadil Habshi kupata utabiri wa nyota yako siku ya leo tarehe 2 mwezi wa 10 ni sawa na siku ya Alhamis. Kama kawaida tukianza na upande wa nyota ya kondoo au punda. Uhusiano na wakubwa, wazazi, walimu ni mzuri leo na wafanyikazi wenza watakusaidia na kukuunga mkono. Unaposhughulika na familia au mwenza jioni hii, tazama mambo halisi bila uoga. Usiahidi zaidi ya uwezavyo kutimiza, maana hautoweza. Kumbuka, unahitaji kupata usingizi ulio bora leo. Epuka vitu vya caffeine au hata msongo wa mawazo. Tukiendelea na upande wa nyota ya Taurus au ng'ombe. Hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 20 April mpaka tarehe 20 Mei. Hizi ndio tarehe ambazo zinatumika sasa duniani. Lakini kama mtu anatumia tarehe ya zamani vile vile, anaweza kutumia tarehe 23 April mpaka tarehe 21 Mei. Ikiwa hufahamu tarehe na mwezi ambao uliozaliwa, unaweza kutumia herufi ya mwanzo ya jina lako. Ikiwa unaanza na herufi B, N au Z, basi tambua nyota yako wewe ni Taurus. Hii ni siku thabiti kwako kwa sababu mwezi uko kwenye ishara ya Cancer. Kubali mialiko ya kujumuika, furahia matukio ya michezo, ondoa stress ambazo zinakunyima raha kila leo. Ni siku ya fanya kazi kwa bidii. Hapa ndipo utaona mambo yanaanza kukunyookia taratibu, pesa zitakuja na hata kuweka pesa zaidi ya sasa. Siku yako ya bahati ni siku ya Ijumaa na asili yake nyota hii ni udongo. Ipo upande wa kaskazini mwa dunia. Rangi yake ya bahati ni green. Namba ya bahati ni 6, 13, 24 na 23. Tukija tukiangalia namba za bahati zinatumika katika nini? Namba za bahati ukiona 6, 15, 24, 33. Hizi unaweza kutumia katika mambo mbali mbali. Kama vile unaweza kutumia kupanga ni kama tarehe, ukatumia kama tarehe au saa pia, au ukatumia ni katika chochote kile muda ukaweka mpaka hiyo 6, 24, 23 na kadhalika. Kwa hiyo mtu huyu anatakiwa avae pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha na kuondoa umaskini, ambazo pete hizo ni Emerald Rose Quartz. Tukiendelea na upande wa nyota ya mapacha. Hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 21 Mei mpaka tarehe 20 June. Kwa hizo ni tarehe mpya, lakini kwa wanaotumia tarehe za zamani wanaweza kutumia tarehe 22 Mei mpaka tarehe 20 June. Kwa ujumla hii ni siku ya kufurahisha kwako leo. Hata hivyo ni wakati mzuri wa kushughulika masuala yanayohusiana na upatanishi pamoja na mipango ya safari za muda mrefu. Majadiliano unapotajwa wewe leo hayatakupendelea. Kiufupi majadiliano ambayo ile watu watazungumza chochote hayatakupendelea, utaongelewa sana. Baadhi ya siri zako zitafikia wengine kwa vile ulitoa siri kwa mtu ambaye hawezi tunza siri hiyo. Siku ya bahati ni siku ya Jumatano na asili yake nyota yako ni upepo. Ipo magharibi mwa dunia. Rangi yake ya bahati ni yellow pamoja na grey. Namba yake ya bahati ni 5, 14, 23 pamoja na 32. Tukiendelea na upande wa nyota ya Cancer au Ka. Hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 21 June mpaka tarehe 22 Julai. Hiyo ni tarehe ya sasa, lakini ya zamani pia iko kama hiyo ya sasa ilivyo. Ikiwa ufahamu tarehe na mwezi wako wa kuzaliwa, labda unaweza kutumia herufi yako ya mwanzo ya jina lako kama D pamoja na P. Basi ukianza na herufi hizo, wewe ni nyota yako ni Ka.
Wasiwasi kuhusu mzazi au mwenza au hata mtu wa karibu utazidi wasiwasi, ikiwa na maana kukosesha raha. Kwa bahati nzuri, hii ni siku nzuri ya kuzungumza na ndugu, jamaa na majirani, hasa katika mazingira ya kijamii. Utakuwa na kisasi cha ndani kwa ndani ambacho kinakutesa na hata kuumizwa katika upande wa mapenzi leo. Tukiendelea na upande wa nyota ya Simba, huu ni wakati wa shughuli nyingi kwako na safari fupi, matembezi pamoja na kuongezeka kwa kusoma na kuandika. Pumzika. Kwa bahati nzuri, masuala yanahusiana na kazi yako na afya yako yatapita vizuri leo, kwa sababu mahusiano ya karibu kwa kila mtu ni mazuri kiasi. Tegemea kupata mengi leo rafiki. Tukiendelea na upande wa nyota ya Mashuke, kubali mialiko ikiwa ni kama harusi, send off na kadhalika, sababu hii ni siku ya kupokea taarifa muhimu ambazo zipo planned kwa muda mrefu. Haiba na kuvutia wengine leo kutashamiri. Je, ulitumia dawa za mvuto au chumvi ya mawe? Wakati huo malenzi ya kuuza sana na hata ulinzi wako pia utaimarika. Je, ulifanya kisomo cha Halal Badir? Tukiendelea na upande wa nyota ya Mizani, leo unaweza kupendelea kukaa nyumbani na kupumzika tu, kwa sababu hali yako ya kiafya haitakuwa imara sana, au unaweza kuwa na jambo la muhimu la kulifuatilia au hata ujenzi na kadhalika. Uhitaji wako wa kuzungumza na mtu fulani utaongezeka kwa asilimia nyingi. Muhitaji shaka juu yako kuhusu kutomaliza jambo ipo leo. Tukiendelea na upande wa nyota ya Nge au Scorpion, leo uko tayari kufanya kazi kwa bidii ili kupata kile unachotaka. Wewe ni mpigania haki zako mwenyewe na haki za wengine kuliko kawaida. Kwa bahati nzuri, mahusiano huenda yakawa mazuri leo. Kwa kweli, leo urafiki unaweza kugeuka kuwa kimapenzi. Kuwa makini na ongea na nafsi yako rafiki. Tukiendelea na upande wa nyota ya Mshale, hii ni siku yenye nguvu ya pesa kwako. Huenda ukawa wakati wa kuomba nyongeza au kutafuta kazi yenye malipo mazuri zaidi. Ni wakati wako, bali zingatia kujitengeneza kimvuto na hata kuondoa mashaka, vifungo mwilini na kadhalika. Unaweza kutaka kuingia katika majadiliano ya kifedha na mtu fulani. Utahitaji ununuzi mkubwa kiasi ambao uliulenga muda mrefu rafiki. Tukiendelea na upande wa nyota ya Mbuzi, kuhusu ni nani msaliti au yupi lipo nje ya uwezo wako leo. Unaweza kujihisi kana kwamba upo na madhila mengi leo. Kila fursa inayokuja unakosa. Kutaka kufanya jambo ili kupanua upeo wako kuna vikwazo vingi, kwa sababu unataka maendeleo au hata ujuzi wa jambo fulani. Hakika matukio ni ya kusisimua leo. Labda mapenzi na mtu tofauti yanangojea. Hii haishangazi kwa sababu unaonekana mzuri sana kwa wengine leo. Tukiendelea na upande wa nyota ya Ndoo, majadiliano yote yanahusiana na pesa ya pamoja, na chochote unachomiliki kwa pamoja na wengine yatafanyika kwa ajili yako leo kwa njia dhahiri au siri. Fahamu hili. Wakati huo huo, ukubali upendeleo utakaopita kwa wengine kwa manufaa ya wote. Baadhi ya matukio utayakumbuka na kukutia moyo leo. Pesa ni wastani sana leo. Tukiendelea na upande wa nyota ya Samaki, mahusiano na ambao unashirikiana nao leo ni bora. Zaidi ya hayo, utapata manufaa kushughulika na umma, jamii kwa ujumla. Hii ni siku nzuri ya kufikiria malengo ya siku zijazo, au kuinua mawazo yako kutoka kwa mtu fulani ambaye unamwamini ili kupata maoni yako. Hivyo basi, upande wa mapenzi leo ni wastani. Maumivu ni kiasi tu na pesa zipo mbali. Ni lazima kuzitumikia ndipo zisogee rafiki. Kaa macho. Kama kawaida tunaendelea na upande wa gurudumu letu. Tunapolizungusha siku ya leo kwa kuangalia ni muda gani muda mzuri wa bahati yako siku ya leo. Tukianza na upande wa nyota ya
Kondoo au punda? Je, tuseme siku yako, muda wako mzuri wa bahati leo ni kuanzia saa 7:30 mpaka saa 9:15. Na tukiendelea na upande wa muda wa bahati kwa nyota ya Taurus, muda wako wa bahati siku ya leo ni asubuhi ya saa 5 mpaka jua linapokuwa katikati ya utosi, pale ndipo muda wako wa bahati utaisha. Na tukiendelea na upande wa nyota ya bahati kwa nyota ya mapacha. Hii nyota ya bahati kwa nini siku ya bahati, yani muda wa bahati kwake huyu ni kuanzia jioni. Jioni ikiwa na maana kuanzia saa 11 mpaka jua ambapo litazama na kuendelea mpaka saa 2 usiku. Na tukiendelea katika upande wa muda wa bahati katika upande wa nyota ya Kaa, muda wake wa bahati nyota ya Kaa utakuwa ni baada ya chakula cha mchana. Baada ya chakula cha mchana utapokula ukiwa sehemu yote ile kwa muda wote ule, basi utahesabu mbele lisaa 1:30, ndipo hapo utakuwa ni muda wako wa bahati. Na vile vile hata usiku pia inaweza likatokea hilo, lakini vile vile ni baada ya kupiga chakula cha pamoja na wenzako. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Simba, muda wako wa bahati siku ya leo ni kuanzia saa 1:30 asubuhi itaenda mpaka saa 3:15. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Vigo, muda wako mzuri siku ya leo utakuwa ni kuanzia saa 4 mpaka saa 5 kama na dakika 45. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Mizani leo muda wako mzuri wa bahati ni saa 2 mpaka saa 3:30 asubuhi. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Nge, muda wako mzuri wa bahati leo ni pale tu uamkapo asubuhi, na vile vile itajirudia tena jioni baada ya muda ule wa alasiri, ikiwa na maana saa 10 au saa 9:30 kwenda saa 10 mpaka saa 11 mpaka yani saa 11 hadi saa 12. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Mshale, muda wako wa bahati leo ni saa 5:30 mpaka saa 6:30. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Mbuzi, muda wako wa bahati siku ya leo ni kuanzia saa 3:30 asubuhi hadi saa 5:45. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Ndoo, muda wako leo wa bahati ni asubuhi kuanzia saa 1:45 hadi saa 3:55. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Samaki, leo muda wako mzuri wa bahati utakuwa ni kuanzia saa 7 mpaka saa 7 hadi saa 9. Kwa hiyo ulikuwa nami Saadil Habshi, na usiache kufuatilia utabiri wa mwaka mpya. Tunaweza tukautoa ndani ya mwezi huu wa 10 au wa 11 mwanzoni. Kwa hiyo ulikuwa nami Saadil Habshi, na bye bye, siku njema.